Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama yani sijui niseme ni jirani yangu, ni mamake bosi wangu. Bwana asifiwe. Ile hali yenye alipitia, niko asubuhi napita na hapo, kama narudi saa 8 nampitia, nilikuwa hawezi hata kula, hata kukaa hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nilikuwa nampa moyo, hajafika kanisani hapa, lakini ninampa moyo. Naomba basi twende kule kwetu kanisani. Yeye sema mama, mimi hali niko nayo, tumbo hii imefika huko. Wewe sema yuko na watoto watatu ndani. Bwana asifiwe. Lakini yeye mwenyewe alibeba amani, na ilikuwa Friday hiyo siku nikampigia mchungaji simu, akasema nije naye saa 9. Tulikuja saa 9 tukakaa hapa, ilipofika saa 11 mchungaji akaja, tukafanya maombi hapa, alifunguka. Bwana asifiwe. Aliombewa hapa, tukaenda nyumbani. Yani ilikuwa hawezi hata kule, ilikuwa hali. Bwana asifiwe. Lakini naomba zile shuhuda za hapa, tukaungana kati za wiki watu waja sote. Bwana asifiwe. Nilikuwa itwaja na pikipiki, saa hiyo kinyaga mwenyewe mpaka nyumbani. Toka nyumbani mpaka hapa na kute na karudi na mguu. Bwana asifiwe. Nazidi kumshukuru huyu Mungu. Ingekuwa si Mungu mama, tungekuwa tumempa kitambo, hata tungekuwa tumesahau. Bwana asifiwe. Namuona saa hii, simamuona. Si tumbo liko kama langu, amepata uponyaji. Bwana asifiwe. Yani nazidi kumshukuru. Niko pale, lakini roho yanisuta nishuhudie kuhusu huyu mama. Bwana asifiwe. Yani nazidi kumshukuru. Hata huyo mtoto wake ni bosi wangu. Yani wasema mama Kelevi, sijui nisemeje, kanisa yenu sijui nisemeje. Alikuja tu siku moja kati ya wiki huyo mtoto wake. Lakini yazidi kumshukuru. Na mimi kama naja kati za wiki, lazima nimpate. Kama hata kuja ambia wewe pumzika, mimi naenda, utawahi siku nyingine. Bwana asifiwe. Na yani nashukuru, yani niko na raha kabisa kwa ajili ya huyu mama, hata malizia mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena Mwokozi. Mimi namshukuru Mungu. Kwanza naanza na majina yangu. Mimi naitwa Florence Machoka, ni Mkisii. Nashukuru Mungu wangu ni uko Rungarunga. Lakini wakati nilianza hii ugonjwa, nisamehe lakini naongea kwa urefu kidogo. Nilianza hii ugonjwa, kitu kilikuja kama mtu ambayo ako na mimba ya mwezi mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nikilala hivi tayari kwenda juu, kitu liko upande huu. Nikaanza kujiuliza ni kisa gani. Nikakaa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili nikakuwa kikubwa, mwezi wa 3 nikakuwa ukubwa. Sasa nikaanza kuona jamani, mimi hapa sasa nimeshindwa, kwa sababu miaka yangu na bwana wangu alienda kitambo. Hii ni kisa gani? Bwana Yesu asifiwe. Nikakaa hapa nyumbani. Sasa ikafikia mimba sasa ikakuwa kubwa kama miezi 4 na 5. Nikaenda hospitali kwenda kupimwa, ila ugonjwa hakuna. Kwa masini hakuna ugonjwa, na sina ugonjwa, sina muleza, sina chochote. Bwana Yesu asifiwe. Nikarudi kutoka hapo, nikapelekwa hospitali nyingine hapo Rungarunga tena. Wakasema pengine nikublock ndani. Nikaweka ile mpira, hakuna chochote kinatoka. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu wakati nitoka Rungarunga nilikuwa hali mbaya. Hata nilifanya kubebwa na viatu na nguo moja mpaka kwa mtoto wangu hapa Mtwapa. Bwana Yesu asifiwe. Kufika hapa Mtwapa, mtoto wangu niona akasema huyu sasa amekufa, kwa sababu maji atoki, chochote kitoki. Nikakaa kanipeleka hospitali kwenda kupimwa tena, hakuna ugonjwa. Ni kisa hiyo. Basi wakati nilienda huko Kilifi kupimwa, ikaonekana sasa ni kansa. Nikarudi hospitali sasa kufanywa matibabu. Kwenda hapo kufanywa matibabu, upimwa hakuna ugonjwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Nikaenda paka hapa sasa Mombasa, akakani. Upimwa ikaonekana kansa inaenda stage 2. Mara ya pili kwenda kupimwa ikaonekana stage 3. Mara ya 3 kwenda kupimwa nikapatikana niko na kansa imefika mwisho stage 4. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa nikaanza kufura hiyo tumbo imefura upande huu na upande huu. Sasa hata hii dera, Mungu ni mkubwa, hii dera alitosi kulala hivi, nalala na kitu ambayo kama mtoto si mtoto, nalala ajali hiyo kitu kinazunguka mpaka hapa. Nikaendelea kukaa, lakini yule mama namshukuru sana, na huruma na kupenda watu na imani ni kitu ya maana. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama akaja akaniambia, akaambia mtoto wangu, nimeota vibaya kwa huyu mama yako. Nimesumbuliwa na wasee huko nyumbani, wananipiga vita. Wanapiga vita, wanasema huyu mama kwa nini ako hapa na kwa nini anamuombea? Inaonekana alikuwa ananiombea usiku. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo tukaja hapa. Kufika hapa, hata nilikuwa nalaswa pale. Nilikuja katikati ya wiki. Sasa kitu nilikuwa natoka kwa tumbo ni kutapika tu, kutapika. Mpaka sasa nikaona, nikaambia Mungu. Hata nilikuwa nachekesha watoto, huyu mtoto wangu namwambia sasa mimi niko tayari, nikienda mimi sina shida. Kwa sababu nimefika mwisho. Hata sasa hivi nikianza kutibiwa, simaini ndani amenaosa, kila kitu ndani kimenaosa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilikuja hapa, nikaraswa pale chini. Nikaralia jana. Wakati pastor alikuja, lakini wakati niliingia kutoka pale nilimwambia Mungu, nimekuja hii kanisa ni ya mabati. Lakini mimi nataka uponyaji kwa hii kanisa. Sitaki chochote. Na sitaki kuona majengo ya nyumba. Kitu nataka ni uponyaji. Nikaingia ndani. Wakati niliingia ndani pastor akahubiri, akaongea maneno yake. Wakati niletwa hapa kwenye madhabahu nilifanya kubeba kutoka huko kufika hapo. Wakati niombewa pastor akaniambia, "Enda upimwe sasa uonekane hiyo kansa ipo." Nikaenda kweli. Nikapimwa. Kupimwa nikapatikana kuna figo ndani ambayo sinyalipika. Bila walisema, Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati nikaenda nikatungwa sindano hapa, maji yakatoka mabaya ya kosa. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona bila nimekuja hapa, Mungu alifungua njia. Mungu alifungua njia kama ile sikuja hapa kanisani. Ile njia zote zikifungwa zote. Nikaenda nikatolewa maji, nikaendelea kuja hapa kanisa, nikafunguliwa mpaka saa hii niko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu. Hata namwambia Mungu sitakufanyia. Hata nikilala yani nilikuwa nalala na nyanyua mikono tu hivi. Mpaka watu wanasema, "Kwa nini baba unanyanyua kwetu kibarabara ni nyanya?" Kwa nini unanyanyua mikono? Tunamwambia mimi wacha nishukuru Mungu kwa sababu niko tayari. Na sitaweza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa bila naendelea kuja hapa, tumeisha. Mungu amenitendea miujiza. Sikuwa kama nitaongea siku ya leo, kama nitaongea nini, lakini Mungu amenitendea miujiza na Mungu wako. Na wachawi na waganga wameshindwa katika jina la Yesu. Wakati nilikuja hapa mara ya kwanza, nilienda nyumbani, nikamaliza siku moja. Nikaona watu wamekuja wasee watatu hivi. Lakini kuna giza, wakaleta mbuzi. Ile mbuzi wakaichinja, ikatoka damu kuanzia ikaenda nyingine kwa mdomo hapa, nyingine kaanguka chini. Sasa nikamwambia Mungu, nataka unionyesha kabisa ni kitu gani kinaendelea. Mwisho hiyo kitu si ukiona kuna wasee walikuwa wanatembea, watu walikuwa wanatembea, lakini kuomba na maombi ya hii kanisa naishukuru sana. Hii kanisa naishukuru. Mungu akipenda yule aliyechuu na anachukua shida yangu bila ananiponyesha hivi. Na bila ninakuwa kama mwanadamu yule ambaye wenzangu wako. Nashukuru Mungu. Mimi Mungu kwangu ni mbali, lakini Mungu atanisaidia ndani bila nitakuja kwa hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu. Basi Mungu akusaidie na waendelee kufanya mambo ile ambayo Mungu amekutuma duniani. Haya machache hapa.